Ndugu zangu, neno huruma linaeleweka katika makabila mengi. Najua hata Wanyika wana neno linalomaanisha huruma kwa Kinyika. Enyi Wanyika, nyinyi mnasemaje huruma kwa lugha yenu? Simuona mlivyosema kwa nguvu. Mnafahamu kwamba huruma inaeleweka, si ndio? Na mnajua kabisa mtu mwenye neno hilo, mwenye huruma anakuwaje? Si tunafahamiana, sio? Na unaweza kutofautisha huyu ana huruma na huyu hana huruma. Sina, inawezekana, sio? Aha, sasa hapa mwaliko wetu kila moja ni mwaliko wa kimungu. Awe na moyo ule wa huruma ambao kwa moyo wa huruma huo unaweza ukatoka nje ya vifungo vyako, nje ya ulimwengu wako, uwaguse walio wahitaji, uwasaidie hao walio wahitaji, uwaguse na kuwasaidia wote ambao kwa namna mbalimbali Mungu anawaleta mbele yako. Kuishi na mtu asiye na huruma ni kazi kubwa, ni adhabu kubwa. Tunaomba huruma, na Kristo anatualika hivyo, tuwe na huruma kama Baba yetu wa mbinguni alivyo na huruma. Kwa huruma yake ametuelekea, na kwa njia ya mwanawe ametukomboa. Ni kwa huruma yake. Na sisi nasi tuwaelekee wenzetu kwa njia ya huyo huyo Kristo anayetufundisha kuwa na huruma kama Baba yetu wa mbinguni. Tuwaelekee wenzetu ili maisha yetu yawe mepesi, maisha yetu ya akisi ule uzuri wa Injili. Kama tuna huruma, faida za kuwa na huruma. Naelekea mwisho wa maelezo yangu. Faida za kuwa na huruma katika maisha ya kila siku. Kila mmoja aombe huruma, awe na huruma na ujilee hivyo. Huruma huinayo tu kwa kuambiwa, jilee kuwa na huruma. Ya kwanza, nitasema 4. Ya kwanza, huruma inajenga mahusiano mema. Huruma inajenga mahusiano mema. Naomba tuseme wote, huruma inajenga mahusiano mema. Huruma inajenga mahusiano mema. Mtu mwenye huruma, tabia zake chache ni hizi. Kwanza ni msikivu, pili ni mvumilivu, tatu ni mwelewa. Uelewa ni tofauti na usikivu. Ni mwelewa, anawaelewa wengine, anaelewa mazingira na anachukua hatua. Huyo ni mwenye huruma. Mtu mwenye huruma hasikii tu kwa masikio, anasikia kwa macho pia, anasikia kwa sikio la ndani na anachukua hatua. Hilo sikio la ndani ndio sikio la moyo. Ukimwona mtu amedondoka pale barabarani, hivi unasubiri uambiwe kwamba wewe, hebu angalia yule amedondoka pale, anahitaji msaada, kaangalie pana nini? Mtu aliye na huruma ni kwa sikio la ndani hilo, atasikia kilio cha huyu mtu. Kilio kilicho kimya atakisikia na ataelewa hali halisi, atamwelekezea msaada. Hivyo mtu mwenye huruma kwa hayo matatu anajenga mahusiano mema na watu. Watu wenye huruma daima wanafikika na watu. Watu wenye huruma wanapokeleka na watu. Na katika jamii zetu tunao. Na tunaomba neema hiyo, tuwe na huruma ili kwa huruma hiyo tujenge jamii yenye mahusiano mazuri. Iwe katika familia zetu au katika jamii pana, mahali pa kazi, popote. Tukijenga mahusiano mazuri, hapo hata wajibu utatekelezeka vizuri. La pili, huruma inajenga amani ya ndani. Huruma inajenga amani ya ndani. Naomba tuseme wote la pili hilo. Ukiwa na huruma utakuwa na uwezo wa kuwasamehe hata waliokukosea, lakini linalotangulia utakuwa na uwezo wa kujisamehe mwenyewe. Kama huna huruma, hata mwenyewe hutajisamehe. Kuna mambo katika maisha yako inapaswa ujielewe na ujisamehe mwenyewe, kwamba hili jambo nilijitendea vibaya mwenyewe, nilijikosea mwenyewe, sio baba yangu wala mama yangu wala kanisa wala serikali. Hili ni mimi mwenyewe, nijisamehe na nichukue hatua, nisonge mbele. La sivyo unajifungia katika ulimwengu wa zamani wenye maumivu. Jinsi ulivyojiumiza, ulivyojitesa, unajiweka humo. Huruma, ukiwa na huruma utajisamehe mwenyewe, lakini utakuwa na uwezo ule wa kuwasamehe wengine, na kwa njia ya kuwasamehe wengine unapata amani ya ndani. Hakuna watu wanaokaangwa moyoni kama wasiojua kusamehe.
Mtu ambaye hana uwezo, hana utashi wa kusamehe. Jamani, kusamehe ni nguvu ya kimungu, lakini inahitaji nguvu yako binafsi ya utashi. Amua kusamehe. Kuna watu hawasamehe hata kidogo, na anakuambia kabisa, mimi sitakusamehe mpaka tutakavyokufa, na anafikiri ni vizuri. Huyo mtu hana amani, hana amani, anakaangwa humu ndani. Hivyo atakosa amani ya kweli ndani. Matokeo yake amejaa chuki, muda wote amejaa hasira, na ana hasira zile za mlipuko zile. Jamani, kuna wale watu wanaitwa volcanic people wale. They erupt anywhere and they erupt massively. Akikasirika hapa mpaka anaenda kulazwa. Watu wa aina hiyo, kwa sababu hana huruma, anashindwa kusamehe, analipuka, ni hasira tu. Chuki, hasira, vinyongo, visasi. Lazima ukimkanyaga, lazima atakukanyaga tu, atakusubiri tu. Na hao watu wapo katika maisha ya kawaida, hata maofisini. Huyu bosi ukimkosea tu, lazima akutende jeuri. Kwa nini? Hana huruma. Na kama hana huruma, hana amani. Muda wote yupo hana amani. Hata ukiangalia uso, unajua uso, hii sura hapa ni kitabu hiki ni kitabu, sawa? Yaani haya naongea, wewe geuka tu angalia uso mwenzako, utaona kumbe ni huyu. Uso ni kitabu, hapa ni kitabu. Hii chapter. Unaona kabisa mbona kama huna amani? Kama uso wako unahangaika hivi, huna amani. Ukiwa na huruma, waliokukosea utawasamehe. Kwa sababu si wewe unataka msamaha wa Mungu? Eti Mungu anatusamehe kwa huruma yake, si ndio? Haya, naomba tusali wote kwa sauti. Na mliolala amkeni kidogo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Taratibu hapo, twende taratibu hapa. Twende. Ishia hapo. Turudie. Utusamehe. Aya, mtafuatisha ninavyosema. Usitusamehe makosa yetu kama na sisi tusivyowasamehe. Jamani, mantiki ni hii. Si tunamwomba Mungu utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea, si ndio? Kama huwasamehe, Mungu hatakusamehe. Utakuwa na amani? Huo moyo wako huo ni story ya aina gani? Watu wote waliokukosea unaweka moyoni, utakuwa na amani? Wote waliokutendea vibaya na wewe unawatakia mabaya, hutaki kuwasamehe, utakuwa na amani? Haya, narudi kwenye somo. Huruma inatufanya tuwe na amani, inajenga amani binafsi, kwa sababu inatuondoa katika mitego ya hasira, chuki, visasi na vinyongo. Na hapo tukiyaondoa hayo, tunajijengea uwezo wa kufikiri vizuri, kusema sawasawa na kutenda kwa busara na ujasiri. Kama ndani una amani, umetulia, utafikiri vizuri, utasema sawasawa, utatenda kwa busara na ujasiri. Lakini kama ndani una mahangaiko, umejaza chuki humo, umejaza visasi, hata fikira zako zitakuwa za viraka. Mawazo yako ya viraka hivi. Hueleweki unataka kusema nini hivi. Maneno yako yatakuwa ni ya kulaani tu. Yaani wewe kulaani tu. Kama usipolaani watu, utalaani jua, utalaani mimea. Wewe lazima unalaani tu, kwa sababu huna amani. Na mipango yako itakuwa haina mpangilio. Upo wewe lunda mambo tu. Lakini kama una amani iliyojengwa katika huruma, maisha yako ya ndani na ya nje yatakwenda vizuri. Kutakuwa na ule usambamba. Jamani, naongelea faida za huruma. Ya kwanza tumesema huruma inajenga mahusiano mema. Kwa nini? Kwa sababu mwenye huruma ni msikivu, halafu huyo ni mvumilivu, halafu huyo ni mwelewa. Tumekuja ya pili, huruma inakujengea amani binafsi. Na kwenda sasa la tatu, huruma inaponya jamii. Huruma inaponya jamii. Awe mtu binafsi, iwe taasisi yoyote ya kiserikali au sio kiserikali, tunapotenda matendo yaliyo mema, tunawaelekea watu, tunawaponya, tunawatibu, tunawaondoa katika mahangaiko yao, katika huduma mbalimbali. Tunapogusa matatizo ya watu kwa jicho la huruma, pale tunawaponya hawa watu. Hivyo huruma ikitangulia katika matendo yetu,
inaleta hali njema ambayo inaondoa mateso, mahangaiko katika jamii ya watu. Huruma ni tiba, huruma ni dawa. Kumbe huruma ambayo tunaongea sisi wa Kristo sasa, huruma inayojengwa katika Kristo ni ile ya kujitoa kwa ajili ya hali njema ya wengine, kwa ajili ya hali njema. Tunasema msamiati wa kanisa, kwa ajili ya common good, mafaa mapana ya wote. Huruma hiyo inaponya jamii. Jamii yenye huruma itatokomeza hali zozote za ukatili, maonezi na kukosa haki. Itaondoa katika hali zote hizo. Katika dhambi 7 zile zinazotajwa na kanisa, kuna ya kwanza ni uharibifu wa mazingira. Ya pili ni social injustice, ukosefu wa haki katika jamii, ni dhambi. Sasa kwa njia ya huruma tunaondoa hayo ambayo yanawekwa kama dhambi za kukosa haki katika jamii, kuondoa mateso yote katika maisha ya watu. Huruma inaiponya jamii. La 4 na la mwisho, huruma inafungua milango ya baraka. Naomba hilo tuliseme wote. Huruma inafungua milango ya baraka. Huruma inafungua milango ya baraka. Hilo nalisema kwa kupigia mstari. Ukiwa mtu mwenye huruma, unawafikia watu wa Mungu, hasa wale walio wadogo na wahitaji. Hao sauti yao ya shukurani inakwenda kupenya masikio ya Mungu, na baraka ya Mungu haitakupindukia, haitakupungukia kamwe. Daima Mungu atakubariki. Huruma inafungua milango ya baraka. Na wale unaowagusa wanapokuambia Mungu akubariki, haiendi bure ile. Mungu akubariki, asante sana, Mungu akubariki, haipiti bure hiyo. Umefunguliwa milango ya baraka, kwa sababu kwa njia ya huruma umetoka katika vifungo vyako vya ubinafsi, kujipendelea, kujiona. Umewagusa walio wahitaji, na hao wametambua kupitia huruma yako, kupitia upendo wako, wametambua uwepo wa Mungu. Wanaweza wasikutaje wewe fulani asante, wanamwambia Mungu akubariki. Wewe fulani, Mungu akubariki. Maana yake kwa mantiki, wameutambua uwepo na upendo wa Mungu kwa njia yako wewe. Milango ya baraka ya Mungu itakufungukia tele na tele na tele. Hivyo mwito hapa ni kuishi huruma ya Mungu katika mazingira yetu yote. Familia zetu zipambwe kwa huruma ya Mungu. Tutajenga familia zenye amani. Mazingira yetu ya kazi, tunahitajiana. We need one another. We need each other. Kwa njia ya huruma tutafikika. Kanuni ya mahusiano ile, kwa lugha ya kwazima, reachability and acceptability. Ukiwa na huruma you will be reachable. Ukiwa na huruma you will be acceptable. Na kwa njia hiyo utawahudumia watu vizuri. Lakini ukikosa huruma, elimu utakuwa nayo, mali utakuwa nazo, mavyeo utakuwa nayo, lakini kama una huruma, you are unreachable, you are unacceptable. Huwezi ukawahudumia watu wowote wale, na hutajifaa hata mwenyewe. Kumbe tukiwa na huruma tunajenga daraja kati yetu sisi na watu wa Mungu. Tukiwa na huruma tunajenga daraja la kudumu kati yetu sisi na Mungu aliye chanzo cha baraka. Ndio maana Kristo anatuhimiza katika hilo. Iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 6 hiyo aya ya 36. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Tukiwa na huruma kama Baba yetu wa mbinguni, tutajijenga katika mahusiano mema, tutajijenga katika amani ya kweli, tutafanywa kuwa vyombo vya huduma kwa ajili ya wengine, ili Mungu kati yetu atukuzwe, na sisi baada ya kutenda yote vema hapa duniani kwa huruma yake Mungu, mwishoni tutastahili kumwona huko mbinguni, ambako yeye mwenyewe anatusubiri kutuvisha taji la mtumishi mwema na mwaminifu. Heri sana kwa sherehe za Pasaka, na huruma ya Mungu ikae nasi sote. Amina.